Benjamin Bibi Netanyahu ni mmoja wa wanasiasa maarufu na wenye ushawishi mkubwa katika historia ya Israel. Ametumikia kama waziri mkuu kwa muda mrefu zaidi nchini humo, akijulikana kwa msimamo wake mkali kuhusu usalama wa taifa, mageuzi ya kiuchumi na diplomasia ya kimataifa. Uongozi wake umesifiwa na pia umekosolewa, ukigusa nyanja zote kuu za siasa za ndani na za nje. Netanyahu ni nani huyu? Alizaliwa tarehe 21 Oktoba 1949 mjini Tel Aviv na alikulia Jerusalem. Baba yake Benzion Netanyahu alikuwa ni mwanahistoria na msomi mashuhuri. Katika miaka 1960 familia yao ilihamia Philadelphia, Marekani kwa ajili ya masomo ya baba yake, jambo lilompa Bibi Netanyahu fursa ya kupata malezi ya kimataifa. Mnamo mwaka 1967 alijiunga na jeshi la ulinzi la Israel IDF na kujiunga na kikosi maalum cha Sayet Matka. Alishiriki katika operesheni kadhaa hatari, ikiwemo operesheni ya kuokoa abiria wa ndege ya Sabena Flight 571 ya mwaka 1972 ambayo ilimjengea sifa kama shujaa wa kitaifa. Baada ya kuondoka jeshini mwaka 1972, Netanyahu alielekea Marekani kusoma katika chuo kikuu cha MIT, Massachusetts Institute of Technology. Alipata shahada ya kwanza ya sayansi katika usanifu wa majengo na shahada ya uzamili katika usimamizi wa biashara. Alifanya kazi katika kampuni ya Boston Consulting Group kabla ya kurejea Israel na kuanza maisha ya utumishi wa umma. Mwaka 1982 aliteuliwa kuwa naibu balozi wa Israel mjini Washington na baadaye kuwa balozi wa kudumu wa Israel katika Umoja wa Mataifa kati ya mwaka 1984 hadi 1988. Katika kipindi hicho aliongoza kampeni ya kimataifa ya kuibua kumbukumbu za mauaji ya Holocaust na kuwafichua wahalifu wa kivita wa Kinazi. Netanyahu alichaguliwa kuwa mbunge wa Knesset mwaka 1988 kupitia chama cha Likud na mwaka 1993 akawa kiongozi wa chama hicho. Mwaka 1996 alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa Israel kwa mara ya kwanza, akiwa kiongozi mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kushika wadhifa huo. Amehudumu kama waziri mkuu katika vipindi vitatu tofauti: 1996 hadi 1999, 2009 hadi 2021 na kuanzia mwaka 2022 hadi sasa. Hii inamfanya kuwa waziri mkuu wa muda mrefu zaidi katika historia ya Israel, akimpita mwanzilishi wa taifa hilo David Ben-Gurion. Katika uongozi wake, Netanyahu ametambulika kwa msimamo wake mkali dhidi ya mchakato wa amani wa Palestina pamoja na uhusiano wa karibu na viongozi wa Marekani. Pia ametoa mchango mkubwa katika mageuzi ya kiuchumi na kukuza sekta ya teknolojia ya hali ya juu nchini Israel. Juhudi zake zimechangia kuifanya Israeli kuwa taifa lenye nguvu ya kisiasa na kiteknolojia katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, jina la Netanyahu limehusishwa pia na kashfa kadhaa za ufisadi. Tangu mwaka 2019 anakabiliwa na mashtaka ya rushwa, udanganyifu na ukiukwaji wa uaminifu wa umma, kesi ambayo imezua mijadala mikubwa na migawanyiko katika jamii ya Israel. Licha ya hayo, anaendelea kuwa na ufuasi mkubwa wa kisiasa miongoni mwa baadhi ya Waisraeli. Kwa wafuasi wake, Netanyahu ni mlinzi wa usalama wa taifa na shujaa wa uchumi wa kisasa. Kwa wakosoaji wake, ni kiongozi aliyedhoofisha taasisi za kidemokrasia na kusababisha migawanyiko ya kisiasa. Bila kujali mtazamo wa mtu, nafasi yake katika historia ya Israel na Mashariki ya Kati ni ya kipekee na yenye athari kubwa kwa vizazi vijavyo. Hii ndiyo historia ya Netanyahu, maarufu kama Benjamin Bibi Netanyahu, kiongozi shupavu wa Israel. Mimi naitwa Joseph mwana wa Isangura na hii ni ripoti ya Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika.